moja. Sio? Sasa kama ilikuwa ni iwe ni mwili mmoja, sasa ambao ndio kanisa moja, kwa kuwa Bwana wetu ni mmoja, ubatizo ni mmoja, imani ni moja, Mungu wetu mmoja, na wito wetu ni mmoja, tumaini letu ni moja, roho ni mmoja, ukiendelea adui ni mmoja, na mwiko ni mmoja, maana yake usitende dhambi. Sasa kuna haja gani tena kuwa katika hali iliyopo mpaka sasa hivi? Sasa leo mwili mmoja, mwingine akasema wa, mwingine akasema wa, mwingine akasema wa, mwingine akasema wa. Si muona jambo hilo ndugu? Kwa kama Babeli hii ya mwilini ilivyokuwa, maana yake hilo wazo la uasi hiyo ambao ndio ule ukengeufu unaanza kuingia. Tunajifunza kwenye swala la ukengeufu hapa. Injili ilivyotembea mpaka ikafika kwenye huu mwaka wa 313, wanaojifunza historia vizuri. Nyuma ya hapo kwenye kuanzia mwaka wa 27 mpaka ukaendelea mpaka mitume wanakufa wote mwaka ule wa 100, ikiwa hapa injili inahubiriwa, hakuna jina la dhehebu lolote zaidi ya Mafarisayo na Masadukayo na Wanazarayo. Lakini wale walikuwa wameamini injili au walikuwa wanajulikana ni Wakristo tu, tena waliitwa, sio hawakujiita. Tuko pamoja na ndugu? Au wakiwa ni watu wa Mungu, wakiwa wamejenga katika msingi wa mitume na manabii na Kristo mwenyewe, wakiwa wanatembea hivyo. Kufika mwaka wa 313 Konstantino alipomaliza tu kuingia kwenye Kaisari, akawa amesema kwamba Ukristo uwe dini ya dola ya nani? Ya Roma. Yaani Ukristo uwe dini ya dola ya Roma. Kwa hiyo hapa hakuna cha kuhubiri sasa. Imradi Roma inapotawala popote, dini inayotakiwa ni Ukristo. Kwa hiyo kama mataifa yote wakiwa chini ya Rumi, maana yake dini inayokubalika sasa katika mataifa yote ni nini? Ni Rumi. Ni Ukristo sasa. Ambao sasa huo Ukristo ndio ikaitwa Roman Catholic. Catholic tafsiri yake ya mahali popote. Nini? Roman. Yaani popote pale Roma ilipo, basi hiyo dini ndio inatakiwa ishikwe. Hapo ndipo Yohana anaonyeshwa yule mama kahaba akiwa amezini na wafalme wa nini? Wa nchi. Ikiwa kama wafalme wa nchi wote wakiwa wako pamoja na Rumi. Ikiwa sasa wale wote walioungana na wale wa Kristo walioungana na dola ya Rumi, yani wakaungana na mfalme akalainisha yale mafundisho ya Kristo. Sasa akageuza mafundisho ya Kristo, akaleta upagani wa Kirumi ukubarike katika Ukristo, na Ukristo upokee upagani wa Kiroma, alafu wakatengeneza taasisi ambayo inatakiwa dunia nzima Roma inapotawala wote wafuate. Ndio maana Roma haihubiri. Hakuna mkutano wa Rumi kuhubiri watu waamini. Isipokuwa kila anayezaliwa anazaliwa akiwa ni Roma. Kwa sababu ile ni serikali. Sasa haitaki kuhubiriwa ukuwa Mtanzania. Mradi tu umezaliwa ndani ya Tanzania, wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo mradi dunia nzima iko chini ya Roma, basi wote ni wa Roma. Sasa kataza. Ndio hapo mwenyewe unaangalia unakataje kama wewe sio Roma. Na wakati sifa zote za Kiroma unazo. Sasa manake chini ya utawala wa dini hiyo ya Rumi, kuondoa kusimamisha kweli ya Mungu ilikuwa iko ngumu. Wakati Martin Luther alijaribu kusimama, akaeleza makosa ambayo yameshaingia, akaweka makosa 95.
lakini baadaye wanakuuliza wewe ni nani? Katika utawala wa Rumi sasa ambao dini ndio inakubalika, wewe ni nani? Ukajikuta pale anachomoka inakuwa ni nani? Inakuwa ni Luther. Sema hawa ni wa Luther. Hawa ni sisi kina nani? Kwa hiyo ina maana kwamba wazo la uasi ambao tunaposoma katika kitabu hiki hapa cha Wakorintho, kwa mfano ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza, tulisoma pale Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 13. Sura ya 10. Mstari wa ngapi? Sura ya kwanza mstari wa 10. Anasemaje? Basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ndio kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka. Siona hapo ndugu hapa? Pasiwe faraka, kwa sababu roho ni moja, tumaini moja, wito mmoja, mwili mmoja, Bwana mmoja, ubatizo mmoja, imani moja, Mungu mmoja. Basi pasiwe faraka. Bali muhitimu katika nia moja. Maanake itapasa kuhitimu katika nia moja na shauri moja, na tuwe na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, kwa sababu nimearifiwa habari zenu na wale walio nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Kuna fitina. Basi maana yangu ni hii, kwamba kila mtu wa kwenu anasema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, mwingine mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, mwingine mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo, mwingine mimi ni wa nani? Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Kristo amegawanyika kwa sababu yeye ni Bwana mmoja na mwili ni mmoja. Amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Yaani huyu kwa mfano kama ni Luther, Martin Luther alisulubiwa kwa ajili ya kina Luther? Alisulubiwa kwa ajili ya watu? Mpaka wewe ujiite kwa jina la Luther? Watu wameenda mbali zaidi, wamejiita hata kwa jina ya miji. Kwa mfano kama ni Roma Catholic, mwingine anasema wewe ni Tanzania, na kile anasema mimi ni Roma. Sasa huyu raia wa Roma tena umetoka uraia mmoja na kati wewe ni Tanzania. Sasa ukiangalia kwa habari ya imani, sasa mimi inahusikaje? Imekujaje pale? Kwa habari ya swala la imani, Luther anakujaje? Ulibatizwa kwa jina lake? Si mnaona ndugu, ni kwa sababu ya uasi. Kwa hiyo mitume hapa walikemea swala hili la kanisa, kwamba huu mwili mmoja, mwingine kusema mimi wa. Kwa katika msingi huu swala la wa mitume walikemea. Hiyo ya watu walikemea, ili kwamba kanisa ambao ni mwili mmoja ubaki tu ni mwili mmoja. Kristo anapokuja akute kanisa hilo aliloliacha likiwa amejenga juu ya msingi, alikute hilo likiwa linafanana vile, kama ni nyumba ya Mungu iko vile, chumba kama ni kimoja iko ni kimoja hicho, usikiongeze madoido mengine. Kwa swala la jina la madhehebu, hiyo ikawa inakuwa ni Babeli. Maana yake ni machafuko. Kwa sababu ukikuta kwenye nyumba moja ukakuta watu kwa watano, baba Mroma, mama Mluthera, watoto walokole, kijana wa nani Msabato, mwingine juzi amesilimu Muislamu. Hiyo nyumba ndugu, unaweza kuwa wako ukikuta unaweza kuwa wamoja kwenye pale mambo ya mwili. Baba huyu Muislamu, baba Mroma, labda yeye ni msomi fulani, kama wanajadili pale habari ya hesabu inaenda hivi, wote wako pale. Huyo wako 6, huyo wako 1, huyo wako pale wanaandaa. Mama anaandaa chakula pale, Muislamu, baba Mroma.
Felix au ni hesabu inawaunganisha kwa maswala ya Pythagoras hiyo. Anawaunganisha. Pythagoras? Pythagoras anawaunganisha wote familia. Hapa Pythagoras hapa unafanya hii. Unajua hapa hii logarithm unachukua hii unafanya hapa. Baba hiyo kwa kweli. Chakula kinaendelea kule. Chakula kinapokuja mezani. Sasa kwenye swala la imani hapo mnatengana. Baba wakati Pythagoras anawaunganisha, unapokuja kwenye swala la imani. Sasa baba anasema sasa tulieni niweke sala tule. Hapo mzee anasema kwamba mpaka furahi. Lakini wakati hao wanasema Pythagoras atakuwa anawaunganisha. Lakini kwenye imani sasa hapo atafuka furahi. Baba maswala hapo kwenye sala hapa. Hapo naweka ya kwanza. Mlokole yao kama yabidi kuzizi. Katika jina la Yesu. Hapo mimi mpaka niombe. Sasa hapo Sabato wanawaangalia nasema yaani sasa nyinyi. Yaani anawaona sasa wote hao wamepotea. Sasa kila mmoja pale, kila mmoja anamuona mwenzake amepotea. Nani aweke sala ikubariki chakula kiliki? Sasa hapo mlokole ndio anaanza. Baba katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu umemtia nguvu mama amepika chakula. Ameteta Baba. Mungu wa mbingu wa nchi unaongoza wana wa Israeli kutoka Misri. Ukawaleta katika jangwa. Baba katika Muislamu tunaona aye Mungu wewe bismillah. Anaanza kula. Sasa huyu mume Sabato naye anaangalia mambo yanaendelea sasa. Yeye anapiga ndani ndani. Mlokole huko sala. Baba kani akija usimona mnai. Watu wananawa. Sasa nyingine itabidi afupishe sala. Baba katika jina la Yesu nakushukuru kwa chakula. Amen. Na hii bismillah. Sasa haya ni machafuko. Sasa hapo ni nani sala yake inakubalika? Lakini ni kwa sababu tayari uasi umeshafanyaje? Umeshatokea baada ya huyu kahaba mkuu kuwa ameidondosha kweli mpaka wapi? Chini. Kwa sasa kila aliyekuwa anatoka hapa anatoka akiwa amekunywa nini? Mvinyo. Kwa madhehebu, mtawanyiko wa madhehebu unaanzia wapi? Unaanzia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtawanyiko wa madhehebu unaanzia hapa. Muislamu akabaki anakosoa, lakini anajaribu kurudisha msingi wako, lakini huyu amezuia. Simuona hapo ndugu? Wakajikuta tayari wakaenda mwisho wake Bwana akawafuata, wakajikuta naye wakajiita wakina nani? Waislamu. Ijapokuwa Luther akiamka leo anawakataa hawa wanaojiita Warumi. Si unaona pamoja hapo? Kwa sababu katika vitabu vyake tayari alisema kwamba mimi sijataka mjiite kwa jina langu. Ila wote tunataka turudi katika miguu ya mitume na manabii. Kwa kitabu chake kile anaandika cha misingi ya imani. Alieleza hivyo. Turudi kwenye miguu ya mitume na manabii. Wote ni wanafunzi chini ya mitume na manabii. Huyo ndio kama ndio. Amen. Sawa. Sawa. Yaani Luther wana historia yao na uanzilishi wao na tarehe walioanzisha. SDA Church, Seventh Day Adventist Church. Ndio. Hii inaanza mwaka 1860 ngapi? 63. Ndio maana yake. Yaani kitendo cha kutafuta jina la maana yake tayari mnakuwa mmeanzisha dhehebu. Naam. Je, mitume walikuwa wanaitwa Sabato au walikuwa wanaitwa? Ndio hapo sasa. Maana tunapojua kwenye msingi huu. Sabato ilikuwa kama Sabato ni amri. Ndio? Wala sio jina la dhehebu, ni amri. Sasa Sabato ilikuwepo lakini waliitwa wa Sabato? Hawakuitwa. Asante.
Na ukikuta walikuwa waiti kwa namna yoyote, wala wakujiita kwa namna yoyote, manake na wewe kaa kimya hivyo hivyo. Yaani kwenye jengwa hivyo hivyo. Kama ambavyo watu hawaelewi walikuwa jengo gani, na ndivyo sikuelewi na wewe ulikuwa jengo gani. Jengwa hivyo kama wao. Kwa sababu ukiingia leo tu ya kutaka kujulikana, utajitengeneza jina. Unajikuta umetengeneza kitu kile kile. Ndio? Bado ana asante. Bwana asifiwe. Ndio mzee. Kusema tu kwamba hapa kanisa la mitume hawakuitwa jina lolote, ila watu wengine walipowaangalia wakasema hawa ni wa Kristo, kwa sababu walifanana na mwenendo wa nani? Wa Kristo. Watu wengine wanasema Ukristo ni dini. Ukristo ni tabia ilikuwa kwa nani? Kwa Kristo, ambayo haijifichi. Mtu ambaye amemuelewa Kristo, anaishi kama Kristo, atajulikana bila hata leo hii anajulikana wazi, kwa sababu wanaomwangalia watasema huyu anafanana nani? Na Kristo. Sasa hilo sio jina la udhehebu. Watu wanachanganyikiwa pale. Hilo sio jina la nini jamani? Sifa. Petro alipojaribu kujificha, mama na mmoja akasema, nimemwona mmoja huko amejificha. Nilipomwangalia, kuvaa kwake kama nani? Kama Kristo. Kuongea kwake kama nani? Kama Kristo. Kutembea kwake kama nani? Unaona? Hizo zote nini jamani? Ni sifa. Haikuwa dini. Ukristo haukuwa dini, ulikuwa ni sifa za mwenendo wa nani? Wa Kristo mwenyewe. Amen. Ndio pale. Mimi ni kitu msabato, ila nimjibu Mungu kwa sababu yeye uwezo wake ndio. Uwezo wake ni huo. Ndani yangu mimi nikisema mimi ni Kristo mbali. Yaani hata ukisema inaweza yaani ukisema na kuwa ni vitu viwili ngapi tofauti. Wewe amini tu. Sasa ukishaamini matunda, maana kwenye matunda yatakuwa maana kwa Paulo anasema huyu njia ya ni mzishi nyingine zaidi sasa. Lakini walimuita na yeye akasema ninachokiri ni kwamba ile njia wanayoiita ni nini? Ni uzushi. Ndivyo ninavyomwabudu nani? Mungu. Hawakuielewa ile njia, waliita tu ni uzushi. Ila kwenye ile njia jinsi walivyotembea wale ndugu, wakawaangalia kama mzee alizungumza, wakasema hawa watu ni wa Kristo hao. Hawakujiita wao, ila tu mwenendo ndio uliwafanya waonekane kwamba watu ni wa nani? Ni wa Kristo. Kwa hata sisi kama tunaamini mwenendo tu, kwa sababu dunia inamuelewa Kristo, inamuelewa sana kwamba Kristo waongea, jinsi anavyoongea, anavyotenda, anavyofundisha, wanamuelewa sana. Shetani anamuelewa sana Kristo. Kwa hiyo wewe ukiwa muungana na Kristo, yaani yeye ni rahisi sana kuelewa. Bwana asifiwe sana. Ukitengeneza jina hilo, mnakuwa mnarudi pale pale, mnatengeneza lugha nyingine. Yaani katika wingi utitiri wa madhehebu, maana yake na nyinyi mnakuwa tayari mnaongeza kwa kwenu. Wewe mtu anaweza kujiita msabato kama matengenezo, lakini asio na maana hiyo. Ila tu akae. Asante. Ndugu, mmekuwa na mama, tunajitahidi kuangalia kwenye msingi. Jiwe linalozidi lifanyaje? Linyooshwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mitume hawakujiita kwa namna nyingine hiyo, isipokuwa walichoamini, walimwamini Kristo na mafundisho yake, watembee kama Kristo alipofanyaje? Alivyotembea. Sasa dunia itawahitaje? Hiyo wao kujali hilo, wakawaita wa Kristo, ikawa ni kweli ni watu wa nani? Wa Kristo. Lakini si kwamba mizehebu walilianzisha wao kwamba wajiite, wakaitwa wazushi, wakasema sawa. Maana hapo utaleta maneno mengi, lakini wewe unachoangalia, umemwamini Kristo na mafundisho yake na unatembea kama yeye,
ukiwa unaangalia mitume, ukiangalia na nani? Manabii. Ukijengwa hivyo, dunia usiangalie na kuhitaji, kwa sababu si kazi kwako kujitambulisha kwenye dunia wewe ni nani, bali ni dunia ikuangalie wewe ni nani, kwa sababu inamfahamu nani? Kristo, kwa sababu umekuwa ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama karibu. Sawa sawa. Kama mtu ana swali, ninaomba tu ajiandike kwa sababu kwa mfano kama mimi kwa leo sina mambo ni vile lakini mimi Sahihi. sasa nikianza kuuliza kama kuna lakini kama sijaongea, naomba tukile mpaka mwisho. Kama una swali weka, kwa sababu namna hii ukianza kwa mfano kujibu hivi, kwa nini na kinyume chako sasa? Nikikiweka utakwama. Kwa hiyo ni bwana naomba fundisha tu mpaka mwisho, mpaka swali kwa sababu tuna mpango wa kuja kuwatembelea. Ukija sasa kama itakubalika hivyo, ukija sasa unasema hivi lakini tunafunga hivi. Sawa sawa. Unasema hivi lakini tunaishi. Unasema hivi lakini tunaishi. Ili kwa naomba Hadi makubaliano yetu namna ya kujifunza. Amen. Sawa, ndugu na hii maoni yake ndio mzee wangu. Kwamba mwalimu mada anatoa mada yake baadaye ndio tufaili mwalimu. Lakini tulitokea ndani Cha ghafla. Chagafla tu ndogo kauli jamani hapo sielewi hebu niweke vizuri. Naona lakini karibu ni ule. Kwa mada kwa mada yake pande tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama tunaenda kwa na lile pende. Kwa hiyo ndio tumesema hivi ndugu, wakati baada ya hii kweli huyu Mrumi aliposimama na kuiangusha kweli mpaka chini kama tunavyosoma katika Warumi na iwe Daniel ile 8 mstari wa 8 kuanzia mstari wa 9, kumbe ile ndogo ikajikuza, ikaondoa sadaka daima kuteketezwa, ikaikanyaga kweli mpaka chini. Sasa kuikanyaga kweli mpaka chini maana yake kweli ya Mungu ikawa imekanyagwa hapa, na ilipoanza kukanyagwa sasa kila aliyekuwa anajaribu kuamka angalau aseme ukweli. Ukisoma kwenye Daniel jinsi mambo yalivyokuwa ile siku 1260 kama mtakumbuka ndugu zangu, kama nafikiri mnazielewa, maana anasema kwamba alizikanyaga zile nyota. Walikuwa wanasimama kuonyesha ukweli, alikuwa anazifanyaje? Anaziangusha zile nyota, sivyo? Sasa hao walikuwa wanasimama angalau kuleta ile nuru, yeye anapokuja kuwafuatilia nyuma. Sasa wale wa nuru alipokuwa anawakanyaga, sasa walikuwa wanakuja baadaye wanajikuta wanajitengeneza tena, wanajitengeneza na kikundi kingine. Unakuta Uruta baadaye wakajiita Uruta aliposimama, waliofuata baadaye wakawa ni Uruta. Lakini wakati yake amesharibu hadi saba na kama alibaridi ubatizo, waliokuja kutafuta ubatizo ule wa kweli kabisa, ubatizo mmoja, walipokuja kusimamisha, walipokuja kujiuliza na kawa wakajiona kama ndio wamesema kama ukweli hivi, wakaona kwamba sasa sisi tunaitwa ni Baptist. Sio ikana nyinyi kama kaka zetu tena. Hao nao wakaja wakasema lakini kuna habari za roho siku ya Pentekoste.
Roho alishuka pale, na Roho aliposhuka pale mambo yalibadilika. Sasa na wenyewe wakasema sasa kwa habari yao, sasa ndio wakajikuta wanaitwa nini? Pentecost. Wakati wa Pentecost maana yake ni watu wa roho. Sasa kwenye Pentecost hapo kuna Pentecost, yani kuna vitabu vimekajitokeza vingi, kila moja kwa namna yake. Sisi kuna Tanzania Assembly of God, sisi nini Pentecost, sisi nini, yani jamii zote za kirokole zinasimama hapo. Lakini akaja naye akasema akaja mtu mmoja akasema Mungu ni mmoja, la ilaha illa Allah. Walisema wenyewe katokea akasema haiwezekani, mnakuabudu ni sanamu. Maana wakati Nabii Muhammad anasimama Mungu ipo kwenye ibada ya masanamu na miungu mitatu si na nini, Muhammad alipigana pambana na masanamu na kusimamisha Allah. Na ni moja ya chukiza kwa Uislamu kama simama usineno. Ungeenda sawa hapo, wakaja sasa hao wa SDA wakasema na Sabato na wenyewe wakajikuta tayari jina likawa liko pale. Kwa hiyo kama wao walipojiita Mabaptisti au Sabato ni kitu kimoja wale tu. Au wamegundua Sabato sawa. Sasa tujiite kwa jina hilo. Sasa mwingine akagundua sasa na sisi ni wasioiba. Kwa hiyo dhehebu letu ni wasioiba. Maana katika amri 10 basi kutakuwa na madhehebu mangapi? 10. Sasa hao wamekaza Mungu ni mmoja. Sasa unaona Mungu mmoja ni Allah, kila siku ni shahada la ilaha illa Mungu mmoja. Sasa nao ni Sabato. Sasa wasioiba. Ubatizo, yaani sasa kila kaukweka kipande kaukweli kanakuwa ni kaze. Sasa madhehebu tunaona yamekuwa mengi. Kwa sasa kila walikuwa wanajaribu kutafuta kalugha kaukweli fulani, basi hapo kanaonekana ndio kakwao. Sasa ukitafuta madhehebu yote kila mmoja kuna jinsi ana kaukweli fulani ile ambako amekatafuna. Sasa ndio kama kamekuwa ndio kazi kake. Sasa ndio kujikuta dunia yote ikawa imejaa machafuko haya. Sasa wewe unapokuja kuulizwa wewe ni nani, maana katika wingi wa madhehebu wewe ni nani, na anayeuliza asasa ni huyu, maana huyu ni serikali. Huyu ndio serikali zote ziko chini ya huyu bwana. Ufunuo 17 mstari wa 18 anasema kwamba huyu mwanamke uliyemuona ni ule mji mkuu uliyemuona ni ule mji, huyu mwanamke uliyemuona ni ule mji mkubwa wenye ufalme juu ya ufalme wa nchi. Unaposikia serikali na kuuliza wewe ni nani, maana yake unajua kwa nyuma yake kuna nani? Kuna Mroma. Ndio anauliza wewe ni nani? Sasa unapomrudishia huku na yeye anajua historia vizuri ya hapa, anaanza kujua kwamba wale wanaonisumbua sasa wanaanza kufanyaje. Lakini akiuliza wewe ni nani, akisema wewe ni fulani na kwenye serikali unajulikana vizuri, hana shida na wewe, kwa sababu anajua kwamba umeshapata masharti yake, hamna shida. Lakini akijua kwamba wewe ni wa hapa, historia anaikumbuka vizuri sana. Kwa hiyo anabaki kusema hawa ndio wanaotuletea matatizo. Hawa wanatuletea matatizo hawa. Hawa watakiwi. Wanaotakiwa ni hawa. Kwa sababu hao ni wanafanana na mama yao. Lakini ukirudi hapa walimsumbua na wao wataki hawa. Ndio akaenda kufanya vita na wao wanafanyaje? Wanaosalia. Sasa wao wanaosalia ni kama kanisa ndio kuonekana huku. Maana yake alina sura ya hapa. Lina sura ya wapi? Ya kuanzia hapa kwa mitume. Kwa kanisa linapokuja kuonekana upande uso wa dunia, lazima lije lina sura inaonekana tu. Sasa tunapopima lazima tulete sura ya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sura ya hapa hii ni sura tu ulijua ukweli fulani, basi ukakutoa huko ukakimbia pale. Lakini bado hujawa na sura ya huko. Sasa tunapoleta sura ya huko, hii ni ya sura nzima, haijatoka hapa, bali hii sura imetoka wapi? Imetoka hapa kwenye kitu kizima. Kwa hiyo hapa ni kitu kizima, hii ni sura ambayo zilileta machukizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye pointi ya jina la madhehebu, kwenye msingi wa Mungu, hilo ni chukizo.
halitaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwenye injili ya Mungu hilo jambo hatuwezi kukaa hata siku moja chini tukaanza kujiuliza sisi ni kina nani, kana kwamba tulichokiamini tukijui, tulimwamini hatumjui, tulijui. Yaani maana yake mkianza kujiuliza sasa nini kina nani, maana yake hamjui, tumaini hamjui, wito hamjui, mwili hamjui, Bwana hamjui, ubatizo hamjui, imani hamjui na Mungu hamjui. Ndio tafsiri yake. Tunaanza kujiuliza nini kina nani. Lakini kama tumeelewa kabisa, haina haja kujiuliza sisi ni kina nani, kwa sababu tayari tulikuwa tumeelewa. Roho tunamuelewa, tumaini tunalielewa, wito tunauelewa, mwili mmoja tunauelewa, Bwana mmoja tunamuelewa, ubatizo mmoja tunauelewa, imani moja tunaielewa, na Mungu mmoja tunamuelewa. Unaweza sasa. Kwa watu wa staili hiyo hawezi kukaa chini kujiuliza wao ni kina nani. Kwa sababu wanaendelea mbele kwenye tumaini walilonalo, wakiongozwa na Roho mmoja katika ubatizo mmoja, katika imani moja, na kwa Bwana mmoja, na kwa Mungu mmoja. Wanaweza sasa. Kwa katika kweli ya jina la madhehebu, msingi wa Mungu unasimama ili mpaka Yesu anakuja, anakuta watu waliowaacha wako vile vile. Kwa kweli ya jina la madhehebu inatoka. Ndio maana pale kwa nini? Ndio. Amen. Matendo Mitume 4:12. Matendo Mitume 4:12. Anasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwao. Ndio. Hakuna jina jingine chini ya mbingu ambalo wanadamu duniani waliambiwa hivi hapa. Alipo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 6 anasema yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe ndio kujengwa pale, aenende mwenyewe kama yeye Bwana Yesu asifiwe sana. Manake hapo ni kuangalia nyayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la pili la ambalo kwanza tulipime. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ambalo tulipime kwa sababu mitume tunakuta kwenye swala jina madhehebu wanalifanyaje? Wanalikataa. Yesu mwenyewe yeye anasema ndio anatupatia jambo hilo kwamba anayetakiwa kuenenda aenende vile vile kama alivyoenenda nani? Kristo. Kristo hakuwa katika dhehebu aina yoyote. Tuko pamoja? Kama kwa Farisayo. Madhehebu ya Farisayo alikuwepo. Alikuwa kwenye dhehebu lolote hilo? Isipokuwa alikuwa akiwaita watu kutoka katika madhehebu yale wapate kujua ile kweli iliyokuja nayo. Na maana mapili vile vile ukija kuwachunguza hawapo katika dhehebu lolote. Ila wanakuwa wanajitahidi kuomba kujitenga, mitume walikataa. Wakasema hiyo huko ni kuleta mafarakano au ni fitina au ni ugomvi katika mwili mmoja ambao ni watu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo jambo hilo katika msingi limekataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wa madhehebu wote hapo katika swala hilo tu hapo wameanguka wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa pointi hiyo wameanguka wote. Hapo kama watu wanataka kujenga vizuri wale nyumba ya Mungu, basi kwenye pointi ya jina la madhehebu hiyo wanatakiwa waondokane nao. Maana yake duniani tusingekuwa na Roman Catholic wala tusingekuwa na
matawi yake yote tungekuwa na injili ya Kristo na waliotubu na kuiamini injili. Basi labda tungekuwa na watu wengine ambao hawajatubu na kuiamini nini? Injili. Basi tungekuwa makundi mangapi? Mawili. Lakini sasa hapo shetani anaona kwamba wale wanakuwa wepesi sana kuelewa. Sasa lazima alete, anasema miruzi mingi imempoteza nani? Mbwa. Sio? Sasa hii ni miruzi tu ya kumpoteza mwanadamu. Ni miruzi tu ya kumpoteza mwanadamu. Lakini ukweli uko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Swala la pili ambalo tunataka tulipime ni nini?